majina naitwa Sheikh Haruna Hussein, naibu katibu mkuu wa taasisi ya Twarika Tulikadiria Tanzania. Makao yake makuu ya kwa Arusha, kama ilivyo ada hapa mlikokusanyika kwenye shughuli ya leo. Nianze kwa kusema maneno haya. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Ndugu zangu wa Tanzania, tupo kwenye kipindi cha neema. Neema ya kwanza inawezekana ikawa ni fitna, lakini neema ya pili inawezekana ikawa ni heri. Ndugu mheshimiwa mgeni rasmi, sisi kama viongozi wa dini, taasisi ya Twarika, tuna wajibu wa kusema neno la amani. Neno la amani ni tunu ya taifa, na kama ni tunu ya taifa tutaliongelea usiku na mchana. Tunatoa kauli kwa viongozi wote, kwa Watanzania wote zaidi ya milioni 60 na kitu, kuwaomba kujitokeza kwa wingi tarehe 29 kwenda kupiga kura, na baada ya kupiga kura kurudi nyumbani kwa kulinda amani ya nchi yao. Ndugu zangu, vyombo vya ulinzi na usalama lazima tutii sheria ya nchi. Ndio maana ukawa na vyombo vya ulinzi na usalama. Lakini unapoenda kinyume na matakwa ya vyombo vya ulinzi na usalama, utavuruga amani ya nchi. Hii amani tuna wajibu wa kuililia usiku na mchana. Na sisi kama viongozi wa dini tuna wajibu wa kusema neno la amani usiku na mchana. Narudia, amani ni msingi wa taifa. Uliasisiwa toka zama za Mwalimu Nyerere na mpaka hivi sasa. Lakini pia mashehe wetu mbalimbali, mawali wa Mungu, walisema neno la amani. Hawakuwa na dhamira ya kuweza kututenganisha. Kwa hiyo tunaungana na Watanzania wote mbele ya mgeni wetu rasmi kutamka neno la amani, na tukiwaomba Watanzania kujitokeza kwa wingi, kuto kuletewa maneno ambayo yanaleta sura mbaya na picha mbaya katika taifa letu la Tanzania. Kuwaambia Watanzania labda wasijitokeze kwenda kupiga kura tarehe 29, ama watu wafanye maandamano yasiokuwa na sababu za msingi. Na waomba Tanzania ni nchi ya amani, naangaliwa kila kona ya dunia. Tushike amani yetu kwa mikono miwili. Amani hii tutakavyoipokonya au itakavyopokonywa na wajanja wakatuletea fitna katika taifa letu, wala tutakuwa na wakati mgumu sana. Sisi kama viongozi wa taasisi ya Twarika tunazidi kuliombea dua taifa, na tutazidi kuomba dua katika nchi yetu. Moja, tukiviombea vyombo vyote vya ulinzi na usalama visimamie swala la amani. Tukiviombea vyombo vyote vya ulinzi na usalama visimamie swala la amani. Amani ni msingi. Lakini pia tunazidi kumwombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nikisema hivi ina maana paka sasa hivi kimamlaka bado ni rais. Tunazidi kumwombea dua ili aweze kutenda haki, na haki atakapoitenda hakika amani itapatikana. Kwa mantiki hiyo tunarudisha kauli ya amani. Amani ni msingi wa taifa letu. Ndugu mgeni rasmi, taasisi yetu ya Twarika imejitoa katika mikoa yote ya Tanzania, zaidi ya mikoa 32, kusema neno la amani. Na leo mimi kama naibu katibu mkuu wa taasisi ya Twarika natamka neno la amani, nikiomba Wanatwarika wote tujitokeze kwa wingi tarehe 29 kwenda kupiga kura, na baada ya kupiga kura turudi nyumbani tusubiri matokeo, na baada ya kupokea matokeo tukubali kwamba kila kiongozi uteuliwa na Mungu, sio uteuliwa na wanadamu. Wanadamu ni sababu tu kwa matakwa, lakini lazima tutii sheria za nchi na lazima tutii mamlaka ya nchi, lakini pia tuwe na hofu ya Mungu. Tukemee uvunjifu wa amani. Tukemee uvunjifu wa amani. Tusiunge mkono kauli zinazotolewa kwenye vyombo vingine au mitandao ya kijamii ambayo inaleta njia ya kuweza kutugawa sisi wa Tanzania. Baada ya kusema hayo, nishukuru sana insha Allah, kwanza moja kwa kuweza kupata fursa ya leo kusema neno la amani, lakini baada ya kusema neno la amani nishukuru serikali yangu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuzidi kusimamia swala la amani. Nishukuru pia vyombo vyote vya ulinzi na usalama kusimamia swala la amani. Kwa majina mimi naitwa Hamisi Said maarufu Hamisi Migire. Niko katika taasisi inaitwa Jumuiya Zawiyatul Qadiria Tanzania, lakini ni kiongozi wa Twarika wa juu na mwakilishi wa Afrika ya Mashariki. Amani ni wito kwa mataifa yote. Na kwamba napenda kutoa mfano mmoja sana kuhusiana na jambo la amani. Amani ni kama yai. Yai likivunjika kulirudisha ni vigumu sana.
Tumeona mifano mingi katika nchi za Libya, nchi za Sudan. Mpaka sasa tuko hapa sisi ni kwa sababu ya amani. Tunafanya uradi, tunaswali, tunakwenda misikitini, lakini yote ni kwa sababu ya amani. Amani kivunjika, hapa hakuna chochote kitakachofanyika. Hivyo basi, kama watu wana madai yao ya kudai haki, hatukatai pia haki. Kuna namna au utaratibu wa kuitafuta haki. Haki haipatikani kwa vurugu, haki haipatikani kwa maandamano. Haki inapatikana kwa watu kukaa pande zote mbili juu ya meza na kuweza kumaliza matatizo hayo. Kwa hiyo na wapa usia wa Tanzania. Tumeona mifano mingi sana katika nchi tofauti, kama kwa mfano Libya ni mfano mzuri sana, kwamba sasa hivi wanatamani kuirudisha amani hii, lakini amani hii haiwezi kurudi tena. Hivyo basi ni wito wangu mimi kwa Watanzania wote kupenda amani, lakini pia kupendana. Na kama ni haki wanaitafuta, hatukatai wao kutafuta haki hiyo, itafutwe kwa njia ambao ni mbadala, lakini sio kwa maandamano au kwa watu kuumizwa au kutoka kwa damu. Kwa hiyo pande zote mbili, pande za haki lakini na pande za amani, wote watafute njia nzuri ya kuweza kutatua migogoro yao. Ni kweli kabisa, kwa sababu kama nilivyotangulia kuzungumza kwamba dua kwa sisi, kwa watu wa twarika, kwa watu wa tasawuf, tunaona kwamba kama tunaona jambo lolote lile ambalo ni libaya ama jambo la kutatulika juu ya meza, ni sisi kufanya dua. Dua ni silaha kubwa sana kwa waumini. Waislamu wanasema dua ya muumini ni silaha. Sisi hatuwezi kushindana na vyombo vya dola. Mamlaka iliyokuepo ina majeshi, ina polisi, lakini kikubwa sisi dua hii ni kuiombea amani, lakini kuombea rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ipatikane haki, itendeke haki na watu wapate kuishi kwa amani. Naitwa Rehema Athmani, ni mwenyekiti wa Twarikatul Qadiria Taifa, ni kiongozi wa wanawake. Ninachokiomba ndani ya Tanzania hii, amani iwe kubwa na mshikamano na upendo. Tuwahusie watoto wetu wasije wakawa vibaraka wa kutumwa kuja kuleta vurugu ndani ya Tanzania yetu, kwa sababu bila amani hatutafanya majambo kama haya. Na natoa tamko sisi kama wanawake wa Twarikatul Qadiria kwamba Mama Samia Suluhu Hassan tunamuombea sana dua ili tuvuke salama ndani ya uchaguzi wetu wa serikali. Mimi kama mzazi na kama kiongozi, naomba vijana wetu tuwahusie kwamba wasifanye vitu kama hivyo, kutaka kuleta machafuko ndani ya Tanzania yetu, wakati tulipata uhuru bila damu na tumeishi mpaka sasa hivi bila vurugu yoyote. Kwa hiyo wasije wakadanganywa wawe vibaraka wa kutumwa na wanasiasa au na watu wengine wowote kwa ajili ya kuvuruga amani yetu ya Tanzania. Bila amani hatuna maisha. Leo tunakesha hapa kwa ajili ya kumdhukuru kwanza Mwenyezi Mungu na kuombea taifa letu amani na Tanzania yetu kwa ujumla, kuiombea amani na kumuombea rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndugu Samia Suluhu Hassan kuwa awe kiongozi wetu wa serikali kipindi kijacho, awe rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu athari zitakapotokea sisi wa mama na watoto wetu ndio tutakayepata shida. Hatuna pa kukimbilia, kwa sababu tangu tumeumbwa au tangu tumezaliwa ndani ya Tanzania hii hatujawahi kupata vurugu na hatujawahi kupata kashikashi yote. Kwa hiyo niombe kwa Mwenyezi Mungu atupe amani kubwa ndani ya Tanzania hii ili tuweze kufanya kazi zetu kwa amani, tuweze kufanya siasa kwa amani na tuweze kuongoza watu kwa amani na utulivu.